tena kwamba Bwana ametuwezesha kukutana katika siku ya leo, siku ya Jumanne, tukiwa katika ile siku ya 54 katika maombi yetu. Tumejifunza kwamba toka Mungu aumbe ulimwengu akamuumba mwanadamu, Shetani amekuwa akipambana na kazi za Mungu, na siku zote ni kurudisha watu wa Mungu warudi nyuma ili waweze kuangamia. Na kupitia hao watu Mungu aliowaumba, Shetani akajipatia humo watu ambao wataiharibu kazi ya Mungu. Na katika historia tunaona alipozaliwa Kaini na Habili, Shetani alipata wa kutumia. Sasa cha ajabu ni kwamba wakati wa Adamu na Hawa, Shetani alimtumia nyoka aliyekuwa akimwakilisha Ibilisi kumdanganya Hawa avunja amri ya Mungu, na matokeo yake kifo kikaingia. Unapovunja amri ya Mungu, hilo ni chukizo kwa Mungu, na ukisha mchukiza Mungu, kinachofuata ni uharibifu ambao tunaona Hawa walioumbwa wakawekwa katika bustani ya Eden, wakaasi, wakavunja amri ya Mungu, kifo kikawakabili. Na hicho kifo ni uharibifu wa maisha ya mwanadamu. Popote pale ambapo wanadamu wanavunja amri ya Mungu, wanakabiliwa na uharibifu. Ndio maana ya chukizo la uharibifu. Na popote pale mwanadamu anapokataa kumwabudu Mungu na akaabudu kitu kingine, kile anachokiabudu kinakuwa chukizo, na hivyo kinamletea huyo mwanadamu uharibifu. Hawa alivyovunja ile amri ya kutokula tunda, akalila lile tunda, akampa na mumewe, uharibifu wa kifo ukawafuata. Kiumbe wa kwanza aliyetumiwa ni nyoka, akakubali kuwa wakala wa Shetani. Lakini baada ya Adamu na Hawa kuwapata watoto wake wawili, Shetani akampata Kaini, akawa wakala wake. Akaenda kumuua ndugu yake, lakini akakataa kutii amri ya Mungu ya kutoa sadaka ya kafara ya damu. Yeye akaenda kutoa mazao, akapingana naye. Lakini ukiendelea, baada ya Kaini, Shetani akaja tena akamtumia Nimrodi kuwa wakala wa kuharibu kazi za Mungu ambazo ziko kwenye mioyo ya wanadamu. Na walipofanya lile tendo tu la kusimamisha mnara wa Babeli, kumwasi Mungu, kilichofuata ni machafuko na mauaji, uharibifu kwa wale waliokuwa wakiujenga mnara wa Babeli. Kitu ambacho historia inaonyesha hata yule mfalme mwenyewe Nimrodi alifia hapa. Sasa haya makundi mawili yamesafiri, moja likiwa na ibada ya sanamu, likijifanya ibada ya kujitengenezea kama nilivyosema jana, ambayo ni kinyume na Mungu, na likiathiri kundi la pili ambalo ni kundi la wacha Mungu. Kwa hiyo kazi yetu tunapoleta uamsho ni ili kuambia watu wa Mungu wajue hila za yule mwovu anavyotumia watu katika kuziharibu kazi za Mungu katika mioyo yao. Ni makundi mawili. Ukisoma Roho ya Unabii inasema ni makundi mawili yanayosafiri ulimwenguni kwa vizazi vyote. Mmoja likiyatii mapenzi ya Mungu yote, na lingine likifanya kwa sehemu na kujitengenezea ibada yake lenyewe. Hayo ni makundi mawili ambayo yamezungumzwa, na hayo makundi yameanza kwa Kaini na Habili. Yameanzia pale. Na Roho ya Unabii imeeleza vizuri kama jinsi inavyoonekana kwamba mpaka mwisho wa historia ya ulimwengu haya makundi yatakuwepo. Kwa hiyo wewe ni kujaribu kuangalia katika haya makundi, ujiepushe usije ukanaswa na kundi moja. Na hapo jana ndio tulikofika. Lakini kila wakati Mungu alipokuwa anaona uharibifu unakuja, alikuwa akiwatuma manabii kuonya. Ndio maana sasa katika kitabu cha Ezekieli ambapo tuliishia jana,
tuliona kwamba katika Ezekieli sura ya 8 Mungu anabainisha chukizo ambalo litaleta uharibifu, na hilo chukizo ambalo litaleta uharibifu sio lingine bali ni lile chukizo la kuabudu jua. Na tulijifunza vizuri, Ezekieli sura ya 8 anayaonyesha machukizo. Ezekieli sura ya 9 Mungu analeta hukumu, lakini kabla ya Mungu hajaleta hukumu, namba 1 tumejifunza jana, anaanza kuwabainisha au kuwatenganisha waovu na wema. Siku zote Mungu anafanya hivyo, na kwa kitendo tulichokiona jana sasa kwamba Ezekieli sura ya 9 Mungu anawaweka alama watakatifu, alafu katika sura hiyo ya 9 anawatuma malaika kuangamiza wale waovu, na ni unabii uliokuwa unalenga Israeli kuingia katika utumwa wa Babeli. Kwa hiyo hapo ndo tulikoishia jana na ndipo ambapo leo tunaenda kuanzia. Lakini tulijifunza kitu kimoja, kabla Mungu hajaamua kuangamiza, kwa sababu yeye hafurahii kufa kwa waovu, na kwa sababu hekaluni pameingia machafuko, watu wameleta machukizo, wamelipa kisogo hekalu la Bwana, wanakanyaga sabato yake, hawazitii amri zake. Mungu alichofanya ni kuondoka patakatifu. Alishuka baada ya Israeli kukubali kuwa atakwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini kwa muda wa miaka 800 uasi ulipozidi, Mungu akaona hawezi tena kuchukuliana nao, anaamua kuondoka. Sasa anaondoa utukufu wake hekaluni. Ezekieli aliona kitu ambacho watu hawajui. Kabla Nebukadneza hajaja kuliharibu hekalu, Mungu alikuwa ameshaondoka kwenye lile hekalu. Na hiki ndicho kinachopatikana katika kitabu hiki cha Ezekieli sura ya 9. Naomba munielewe vizuri. Ukishafanya machukizo, Mungu anachofanya ni kuondoka, kwa sababu hawezi kukaa hapo kwenye hayo machukizo. Alafu akishaondoka, shetani anakuharibu. Ndicho kilichofanyika. Na Ezekieli anaonyeshwa namna ambavyo utukufu huu ulioshuka katika hekalu la Suleiman ulianza kushuka. Utukufu ulianza kushuka katika hema ya jangwani, alafu Suleiman alivyojenga hekalu la Bwana, utukufu ukashuka. Mungu akakaa na watu wake katika hekalu kwa muda wa miaka 800, na baada ya miaka 800 uovu ukazidi, na uovu uliosababisha Mungu aondoke ni ibada ya jua na kuvunja sabato. Na hivyo sasa Mungu anaondoka ili sasa mharibifu aje kuharibu, kwa sababu chukizo linaleta uharibifu. Na kwa sehemu Ezekieli sura ya 9 inaonyesha Mungu akiweka alama watu ambao hawataathiriwa na wale ambao wataathiriwa kwa sababu ya machukizo. Alafu baada ya kufanya hivyo, ili sasa machukizo yaje na ili kwamba sasa uharibifu uje, anaondoka. Anasema katika Ezekieli 9, anasema na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Uovu umekuwa mkubwa. Utukufu wake unatoka patakatifu unaenda mpaka kwenye kizingiti cha mlango. Alafu baada ya kufika kwenye kizingiti cha mlango, anatoa maelekezo kwa huyu mtu ambaye anaweka alama kwa watakatifu. Anasema, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, katia alama kati ya vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika katikati yake. Machukizo yapi? Ameeleza katika Ezekieli sura ya 8. Ibada ya jua na uvunjaji wa sabato ndio kilikuwa kigezo kikubwa. Lakini baada ya kuweka alama, anawaambia wale wengine, piteni kati ya mji nyuma, mkapige jicho lenu lisiachie wala msione huruma. Alikuwa akiwatabiria watu gani hawa? Ujio wa jeshi la Nebukadneza watakao kuja kuangamiza. Kwa hiyo
alianza kutoa haya maelezo kwa Ezekieli, lakini kwa bahati mbaya wale watumishi wa Mungu hawakuelewa kwamba Mungu ameshaondoka patakatifu kwa sababu ya machukizo, na watakatifu wa Mungu wameshawekewa alama. Kinachofuata ni uharibifu, chukizo linaloleta uharibifu. Ezekieli 8, chukizo limesimama. Watu wameambiwa waliache chukizo, wamekataa. Ezekieli 9, hukumu inatangazwa. Alafu Ezekieli sura ya 10, Mungu anaondoka patakatifu. Unaona hayo matukio yalivyokaa? Ndio maana tunasema tusome Biblia kwa kuielewa vizuri. Mungu anaonyesha machukizo yatakayoleta uharibifu kwa Yerusalemu ili watu watubu wayaache. Na anamwambia Ezekieli, unaona hayo machukizo wanayofanya? Sehemu nyingine anasema wameyafanya mpaka sasa, mimi ninataka kuondoka patakatifu pangu. Hawakusikia. Ezekieli 9, Mungu anatenganisha waovu na wema. Ezekieli 10 fungu la 19, Mungu anaondoka patakatifu. Katika Ezekieli 10:19 anasema, na hao makerubi wakainua mabawa yao wakapaa juu kutoka katika dunia machoni pangu, hapo walipotoka nje, nayo magurudumu yakawa kando yao. Utukufu wa Mungu ulioshuka katika hekalu la Suleiman ukakaa na watu wake, lakini walivyofanya machukizo, Mungu akaondoka patakatifu kwa sababu hawezi kukaa penye machukizo. Na leo kama jinsi jana nilivyowaambia, sasa hivi Mungu haangalii jengo kama hili kanisa, anauangalia moyo wako. Ukimkaribia Mungu, Mungu anafanya makao pamoja na Roho wake Mtakatifu. Lakini usipomkaribia Mungu ukaweka machukizo, Mungu anaondoka hivi hivi kama jinsi tunavyosoma. Kwa hiyo chukua muktadha wa kitabu cha Ezekieli sura ya 8, ya 9 na ya 10, kwamba anayezungumziwa ni wewe, sio hekalu wala kanisa, kwa sababu Biblia nasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwamba ukifanya machukizo Mungu anaondoka, lakini usipofanya machukizo Mungu anakaa. Kwa hiyo unaweza ukaona jambo hili lilivyotokea. Makerubi wakainua mabawa yao 10:19, wakapaa wakaondoka, wakasimama mahali pa kuingilia mlango wa upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Mungu anaondoka sasa kwa sababu ya machukizo. Maana yake ni nini? Baada ya tendo hili aliloonyeshwa Ezekieli, ndipo sasa Israeli ikaja kuvamiwa na mfalme Nebukadneza na ikaharibiwa. Lile hekalu likaharibiwa, likachomwa moto. Kwa sababu gani? Mungu hakuwamo tena mle ndani. Alichofanya tu Yeremia ni kulichukua sanduku la agano wakaenda kulificha, kwa sababu ni mali ya Mungu. Lakini wale wote waliokuwa wakiabudu mle ndani, maadamu wameruhusu machukizo yanayoleta uharibifu yakaingia, walikutana na upanga wa mfalme Nebukadneza. Chukizo linaloleta uharibifu ni kitu cha msingi sana, tunapaswa kujifunza hapa. Na Ezekieli 11:22-24, Mungu anaonyesha sasa jinsi anavyotoka. Ndipo hao makerubi wakainua mabawa yao, nayo magurudumu yalikuwa karibu nao, na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Utukufu wa Bwana ukapaa juu toka katikati ya mji, ukasimama juu ya mlima upande wa mashariki wa mji. Hivi mnanielewa? Yaani usihangaike na hili swala la hekalu la huko. Shughulika na moyo wako. Kule tuliona Mungu amesema, mkisikiza sauti yangu kweli kweli na kuyashika maagano yangu, ndipo nitakapowafanya tunu kuliko mataifa yote ya nini. Alafu wana wa Israeli walipopelekewa taarifa wakasema, tumesikia na tutatenda. Mungu akamwambia Musa, kama wamekubali basi waambie wanifanyie patakatifu nikae katikati yao. Musa akapewa maelekezo ya kujenga hema ya jangwani. Baadaye Suleimani akajenga hekalu. Utukufu wa Mungu ukashuka ukakaa hapo, kwa sababu Mungu amewafurahia watu wake. Lakini walivyoanza kuleta maovu, ndio hiki kitendo unachokiona.
Mungu anaondoka. Watu wanasoma Biblia wakati mwingine hawaconcentrate kwenye hiki kitu hapa. Utukufu wa Mungu unaondoka. Na sasa unaondoka katika mji. Na ndio maana sasa Mungu alivyoondoka, Nebukadneza alikuja kwa sababu hawana ulinzi. Kama jinsi ambavyo sisi tunaweza tukaishi tukikosa ulinzi wa Mungu katika mioyo yetu, tukakosa kuwa na Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, tunakuwa wepesi kushambuliwa na nguvu za giza. Tunakuwa wepesi kushambuliwa na kila aina ya ghasia ambazo zinaletwa na yule mwovu. Hiki ndio ambacho kinafanyika kwa sababu wamekaribisha chukizo linaloleta uharibifu. Walisababisha chukizo la ibada ya sanamu kuliabudu jua katika Ezekieli sura ya 8. Kisha uharibifu ukawafuata, na kabla uharibifu wa ujaja, Mungu akaondoka na makerubi wake, kwa sababu hawezi kushuhudia. Mungu afurahi kufa kwake mtu mwovu, ndivyo Biblia inavyosema. Nyakati 2 sura ya 36 fungu la 17. Mungu alivyoondoa utukufu wake, kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali wala mzee wala mkongwe, akawatia wote mikononi mwake. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakabomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani. Chukizo linaloleta uharibifu. Laiti kama wangelisikia sauti ya Mungu kupitia nabii Ezekieli alivyowatabiria katika ile sura ya 8, haya yasingewapata. Lakini kwa sababu walisikia hawakutenda, haya yanawapata na uharibifu unakuja. Anasema, na wale waliookoka na upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia milki ya Uajemi. Maana yake ni nini? Wale waliowekwa alama ambao walikuwa ni wacha Mungu, kwa sababu alipokuja aliwachagua wale wazuri. Tunaambiwa akawachagua kina Danieli, akawachagua kina Meshak, Abednego, waliokuwa wacha Mungu. Hao walipokuwa wakiwa katika Yerusalemu, walikuwa hawafurahii uovu uliokuwa ukifanyika pale Yerusalemu. Hao ndio wale waliotiwa alama, wakachukuliwa wakiwa hai, na walivyofika kule wakawa mashahidi wa Mungu wa mbinguni. Hata ndani ya kanisa wapo hao ambao Mungu anawaona kama alivyowaona kina Danieli, na walienda salama, wakaishi salama bila uharibifu, ila wale wengine waliharibiwa kabisa. Mambo haya yaliendelea, na ni jambo la kushangaza kuwa machukizo ya mji wa Yerusalemu yalisababisha uangamivu wake. Kwa lugha rahisi kabisa ni kuwa machukizo yalisababisha ukiwa. Na ukiwa huu uliosababishwa unaelezwa na Yeremia sura ya 25 fungu la 9. Yeremia anawaonya wakati wanaendelea kutenda madhambi haya kabla Nebukadneza ajaje. Sura ya 25 fungu la 9 anasema, angalieni nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadneza mfalme wa Babeli mtumishi wangu. Kwa sababu hawa ambao ni taifa teule, tunu ya Mungu, wameshindwa. Sasa Mungu anaenda kumwinua mfalme wa kipagani, tena anamuita mtumishi wake. Anayesema hivi ni Bwana. Na nilikwambia ukishasoma mahali pameandikwa Bwana kwa herufi kubwa, ni Yehova, Yahwe, ndiye anayesema haya. Yaani Israeli amekuwa mwovu kuliko Nebukadneza, na sasa anamuinua mfalme wa kipagani ambaye ni mpagani kabisa, hata hamjui Mungu wa mbinguni. Anasema Nebukadneza mtumishi wangu. Ni nini kilichosababisha? Kwa sababu Israeli amejiletea uovu na machukizo yanayoleta uharibifu katika maisha yake. Hicho ndio kitu ambacho tunapaswa kukielewa. Anasema
Katika fungu la 11 na 18 nasoma, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Unajua, unaweza ukafanya machukizo sasa hivi, lakini unajiandaa kuja kuzomewa. Bwana Yesu asifiwe. Unajiandaa kuja kuwa mkiwa. Hiki ndo ambacho kilijitokeza hapa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, na mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Anaitabiri miaka 70 kwa sababu ya machukizo. Wanapelekwa utumwani miaka 70. Yaani Yerusalemu na miji ya Yuda na wafalme wake na wakuu wake, ili kuwafanya kuwa ukiwa na ajabu na mazomeo na laana vile vile kama ilivyo leo. Ni nini? Watu wamelipa kisogo hekalu la Bwana, wanaabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Nilikwambia jana usiangalie hao waliokuwa wakiabudu jua. Je, wewe maisha yako, kazi yako haija kusababisha ukalipa kisogo hekalu la Bwana? Achana na wale wa Ezekieli sura ya 8. Wewe mwenyewe hakuna kitu ambacho unakifanya alafu pale Mungu anapokuita unampa kisogo, alafu unakwenda kwa hicho kitu ambacho unafikiri ni bora kuliko wito wa Bwana. Wakati Mungu anapokuita katika matoleo ya zaka na sadaka, je, haumpi kisogo na kwenda kuangalia vitu vingine ambavyo sio agizo la Mungu? Wakati Mungu anapokuita katika ibada kanisani na kukuhamasisha uwai katika ibada kanisani, je, haumpi kisogo? Kwa sababu neno linasema watu wamelipa kisogo hekalu la Bwana, nao wameelekea upande wa mashariki, wanaliabudu jua. Tuwaache wale, tuingie sisi wenyewe katika levo ya kanisa. Tutoke katika levo ya kanisa, tuingie katika levo ya mioyo yetu. Hakuna mahali tunafanya machukizo ambayo baadaye atatuletea uharibifu. Na ni ukweli kabisa, siku ya mwisho, siku ya kiyama, Mungu anasema waharibifu wote watatupwa katika ziwa la moto liwakalo kiberiti, ambalo litawaangamiza waovu wote. Hilo litamwangamiza shetani, hilo litamwangamiza nabii wa uongo, hilo litamwangamiza mnyama na wale wote walioungana katika kuwapotosha watu wa Mungu. Chukizo linaloleta uharibifu. Sasa wewe hapa usiangalie wale, angalia hapa ulipo. Je, hujatoa kisogo na kuhangaika na watu wengine? Mungu anasema katika Yeremia sura ya 25, anafunga mahesabu kwa baada ya Yeremia kuwahubiri watu wa Yerusalemu muda mrefu hawakumsikia. Yeremia anafunga faili katika sura 25 fungu la 9 kuonyesha kile ambacho kinakuja. Lakini wakati Yeremia anasema kinakuja, alishaweka alama, alishatenganisha na kuombea wewe unayenisikiliza na kunitazama, uwe miongoni mwa wale watu ambao wamewekwa alama isiyo ya kuharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza. Chukizo linaloleta uharibifu. Nimepiga kelele siku 3, nilikwambia kitu cha kwanza ambacho kitakuletea uharibifu ni kuipuuzia sabato na kuto kuishika sabato kama tulivyokuwa tukifanya zamani, na kuiona sabato imekuwa kama siku ya kawaida. Isaya 58 anasema usiugeuze mguu wako kuihalifu. Anasema mtakuwa kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Hilo hapo lazima tufanye uamsho. Anaendelea kusema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70, yaani Yerusalemu na miji ya Yuda na wafalme wake
na wakuu wake, ili kuwafanya kuwa ukiwa na ajabu na mazomeo na laana vile vile kama ilivyo leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya machukizo yaliyoelezwa katika Ezekieli sura ya 8. Ukitaka kujua kupona kwako kuko wapi, kasome Ezekieli sura ya 8. Alafu uache mara moja, urudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukizo la uharibifu lililokuwa likifanywa na Waisraeli la kuabudu jua, hatimaye liligeuzwa kuwa uharibifu na uasi wa taifa uliosababisha uharibifu wa taifa, kama jinsi tulivyosoma katika Yeremia. Linahama kutoka kwa watu, linakuwa sasa ni chukizo la kuharibu taifa zima. Na chukizo kuu la taifa lilikuwa ni ibada ya jua, na kama tulivyojua, kilichosababisha wapelekwe utumwani ni kwa sababu hawakuwa wakiitunza Sabato. Anzeni matengenezo nyumbani kwenu, kwa sababu hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Anaendelea kusema walikuwa wakiabudu jua badala ya kutunza Sabato. Unaweza ukawa unaabudu mali kiasi kwamba mpaka siku ya Sabato unafanya transactions za fedha. Mpaka siku ya Sabato akili yako huko hapa kanisani kama boksi, lakini akili yako iko huko kwenye biashara, iko kwenye shamba. Unaweza ukawa hivyo. Mungu aliagiza iwapo wangetunza Sabato, mji ungedumu milele, lakini iwapo wasingefanya hivyo, matokeo yake yangekuwa uharibifu. Unafikiri hao watu ambao walikuwa hawaugui na kulia kwa sababu ya machukizo walikuwa wakiabudu nini? Bila shaka yoyote walikuwa wakiabudu jua. Ndio maana wengine mioyo ilikuwa inawauma. Kwa nini kanisa limekengeuka? Waisraeli walienda utumwani kwa miaka 70, lakini baada ya miaka 70 Mungu aliahidi kuwarejesha tena ili kujenga kuta, kujenga mji na kujenga hekalu, na Mungu alikuwa anawapatia nafasi nyingine. Wale waliobaki wanapewa nafasi nyingine. Katika siku ya kesho tutakuja kuangalia baada ya kukaa utumwani miaka 70 ni nini kilichotokea. Katika siku ya leo naomba uchukue jambo moja la msingi kabisa. Ezekieli 8 machukizo yamebainishwa. Ezekieli 9 Mungu anatenganisha waovu na wema. Kwa hiyo ujue kabisa, ukiwa mwema utawekwa katika fungu jema, ukiwa mbaya utawekwa katika fungu baya. Ezekieli 10 Mungu anaondoka patakatifu, hekalu linabaki halina tena utukufu wa Mungu. Na Ezekieli 11 utukufu wa Mungu unaondoka kabisa kwenye mji wa Yerusalemu, unakwenda kukaa mlimani. Kisha Nebukadneza anakuja kuiharibu Yerusalemu. Chukizo la Ezekieli 8 limeleta uharibifu wa mji wa Yerusalemu kuharibiwa na Babeli, lakini baada ya utukufu wa Mungu kuondolewa, bado una nafasi ya kufanya matengenezo ili Mungu atulie kwenye moyo wako, ambalo ni hekalu la Roho Mtakatifu, ili hata wakati wa kuangamiza ukifika, wewe uweze kusalimika. Mungu awabariki sana. Naomba tusimame.